Pwani Habari ni chaneli yako inayokupa habari moto zilizojiri hapa Pwani na kwingineko. Kaa nasi. Serikali imezindua huduma ya kipimo cha MRI katika hospitali ya rufaa ya Abdullah Mzee mkoani, ikilenga kuondosha usumbufu wa uchunguzi wa kitaalamu uliokuwepo kisiwani Pemba kwa muda mrefu tokea kuasisiwa kwa taifa hili. Kipimo hicho cha kitabibu cha picha za MRI, yani Magnetic Resonance Imaging, kinatarajiwa kupunguza gharama za kimatibabu na kuimarisha huduma za afya kwa wananchi wa Pemba. MRI huonesha picha za ndani za mwili kwa uwazi mkubwa ili daktari aweze kugundua ugonjwa au tatizo, kuthibitisha chanzo cha maumivu na kufuatilia maendeleo ya kimatibabu. Kipimo hiki pia hutumika kuchunguza ubongo na uti wa mgongo, misuli na viungo kama goti, bega, moyo, viungo vya ndani kama vile ini na figo na mishipa ya damu. Kisiwani Pemba, huduma ya MRI itakuwepo hospitali ya Abdullah Mzee mkoani, ambapo Waziri wa Kazi na Uwekezaji Mheshimiwa Sharifu Ali Sharif amesema uzinduzi wa huduma hiyo ya MRI ni dhamira ya dhati ya kupunguza rufaa na gharama kwa wagonjwa wanaofuata huduma hiyo nje ya nchi. Kupatikana kwa huduma za MRI hapa Pemba ni ukombozi mkubwa na chanzo cha faraja kwa wananchi wetu. Kwa miaka mingi, wananchi walilazimika kusafiri hadi Unguja ili kupata huduma hii muhimu, jambo lililosababisha usumbufu, gharama kubwa na wakati mwingine kucheleweshwa uchunguzi na matibabu. Leo hii tunashuhudia utekelezaji wa vitendo wa sera ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ya kuwasogezea wananchi huduma muhimu karibu na maeneo yao ya makazi, ili kuimarisha haki ya kila mwananchi kupata huduma bora za afya bila vikwazo vyovyote. Ni matarajio yangu kuwa uongozi wa Wizara ya Afya umefanya na utaendelea kufanya tathmini ya kina ya mahitaji ya rasilimali watu ili kuhakikisha huduma hii mpya inatolewa kwa ufanisi na endelevu. Hii ni pamoja na kuhakikisha upatikanaji wa madaktari bingwa, wauguzi, wataalamu wa mionzi, mafundi sanifu wa vifaa tiba na kada nyingine muhimu, sambamba na programu za mafunzo endelevu ili kuendana na maendeleo ya sayansi na teknolojia ya tiba. Aidha, nitoe wito kwa uongozi wa Wizara ya Afya, uongozi wa hospitali ya Abdullah Mzee pamoja na wadau wote kuhakikisha jengo hili na vifaa vyake vinatunzwa ipasavyo, vinalindwa na kufanyiwa matengenezo na huduma zake kwa wakati. Matumizi sahihi ya miundombinu na vifaa hivi yatasaidia kuongeza muda wa uhai wa huduma, kupunguza gharama za matengenezo makubwa na kuhakikisha wagonjwa wanapata huduma kwa wakati na bila usumbufu. Ndugu wananchi, ninawaomba wale wote waliopangiwa kufanya kazi katika kituo hiki kujua kuwa mmebeba dhamana kubwa kwa wananchi na taifa kwa ujumla. Kuwa na majengo ya kisasa, vifaa tiba vya kisasa na dawa ni msingi muhimu, lakini ubinadamu, huruma, maadili mema, uadilifu na upendo kwa wagonjwa ni nguzo kuu ya utoaji wa huduma bora za afya. Na wahimiza mfanye kazi zenu kwa moyo wa kujitolea, kwa uweledi na kwa kuzingatia maadili ya taaluma zenu. Katika hafla ya uzinduzi wa kifaa hicho, Katibu Mkuu wa Wizara ya Afya Mngereza Mzee Miraji amesema zaidi ya shilingi milioni 564 zimetumika kukamilisha ujenzi wa jengo la kuwekea mashine hiyo ya MRI katika hospitali ya mkoani. Ujenzi wa jengo la MRI ulianza mwezi Julai mwaka 2024 na ukakamilika Julai 2025, yani umechukua miezi 12, kipindi cha mwaka mmoja. Kuhusu mashine ya MRI, imehamishwa kutoka hospitali ya rufaa ya Mnazi Mmoja baada ya huduma zake kusitishwa kwa muda kufuatia ukarabati na utanuzi wa hospitali ya Mnazi Mmoja ambao unaendelea hivi sasa. Mheshimiwa mgeni rasmi, jengo hili la MRI lina jumla ya vyumba 4 vilivyopangwa kwa kuzingatia viwango vya kitaalamu vya utoaji wa huduma hii. Vyumba viwili vimewekwa mashine za MRI pamoja na vifaa vyake muhimu,
chumba kimoja kinatumika kwa wagonjwa kubadilisha nguo kabla ya kufanyiwa uchunguzi, na chumba cha mwisho kinatumiwa na daktari bingwa wa MRI kwa ajili ya uchunguzi na usimamizi wa huduma. Mheshimiwa mgeni rasmi, kukamilika kwa ujenzi wa jengo hili na kuanza rasmi kwa huduma ya MRI hapa Pemba kunatoa fursa kubwa ya kuimarisha kwa kiwango kikubwa huduma za afya kisiwani Pemba. Huduma hii itapunguza kwa kiasi kikubwa rufaa za wagonjwa kwenda Unguja na hata nje ya Zanzibar, na kupunguza gharama kwa familia, kuokoa muda na kuongeza uwezekano wa kugundua magonjwa mapema na kuokoa maisha ya wananchi wetu wa Pemba. Aidha, mradi huu utaimarisha upatikanaji wa huduma bora za afya kwa wananchi takriban 592,000 wa hapa kisiwani Pemba, wakiwemo wanawake wenye umri wa kuzaa wapatao 163,000 ambao ni kundi muhimu sana katika maendeleo ya jamii na ujenzi wa taifa imara. Kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ili kupata zaidi kutoka hapa Pwani.